Sasa kwa nini tunasoma fasihi? Tunarudi kuja kuangalia faida ama umuhimu wa fasihi katika maisha ya jamii. Jambo la kwanza au faida ya kwanza, dhima ya kwanza ya fasihi ni kuelimisha. Tunapozungumzia kuelimisha, maana yake ni nini? Ni kukupa wewe elimu au maarifa. Fasihi haitakufuata mimi kuambia sasa wewe utasoma hii au hapana. Yale unayoyaona kwenye mchezo wa kuigiza, kwa mfano unatazama, yale unayoyapata kwenye kusoma hadithi yatakupa elimu. Ndani ya fasihi kuna mambo mengi. Tutakuja kufafanua somo linalofuata, ambapo tutakuja kupitia vipengele ama vipera mbalimbali kwa kila utanzu ulio katika kazi ya fasihi. Sasa hapa leo tunazungumzia fasihi kwa ujumla. Kwa hiyo tunazungumza kwa ujumla tu kwamba fasihi inaelimisha kivipi. Katika kuelimisha, hii neno pana. Katika kuelimisha kuna vipengele mbalimbali. Labda niseme tu, dhima hizi ambazo nimeziorodhesha hapa ni dhima kuu za fasihi katika maisha. Kupitia dhima hizi zipo dhima zingine ndogo nyingi. Kwa mfano katika kuelimisha ziko dhamira nyingine ndogo kama vile kuonya, kuna kuelekeza, kuna kuadibu, yani kufundisha adabu, kuna kutahadharisha, kutia moyo na kadhalika. Tutaweza kutumia methali ili tukaona kwamba katika kuelimisha kipengele cha kuonya tukatumia methali. Asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Pale tunamuonya huyu mtu ambaye hataki kuelewa. Kwenye kuelekeza tunakwambia fuata nyuki ule asali. Baada ya dhiki faraja, tunakutia moyo. Lakini katika kuelimisha hatuishii pale. Tunaweza pia kwa kuelimisha kwa kukatisha tamaa. Kwamba za mwizi 40 kwamba uache, au maji yakimwagika hayazoleki. Bado unapata elimu kwamba ni kweli haya mambo yanakuwa namna hiyo. Hicho kipengele cha kwanza katika kuelimisha. Dhima ya pili ya fasihi ni kusisimua. Kusisimua kunajibainisha katika mambo mengi. Ukisoma hadithi inayovutia utafurahi. Kwa hiyo katika kusisimua, mtu anaweza kusisimuka kwa kuburudika. Kwa hiyo kipengele cha kusisimua inaweza ikaleta burudani, mtu akaburudika. Lakini wakati mwingine unaweza kusisimulia kwa kuhuzunishwa. Sababu kazi ya fasihi haiko kwa upande mzuri tu, ina pande zote mbili. Inaweza kwa pande nzuri na upande mbaya. Sababu fasihi ni maelezo ya kisanaa. Sasa tunapofika kwenye vipengele vya fasihi tutaweza kuzungumzia kipengele hicho. Katika kuburudisha nasema ukicheka basi umeburudika. Lakini kuna kazi zingine zinaishia kukupa huzuni tu. Utaona mhusika pale anateswa, anapigwa, basi wewe unayetazama mpaka unapata msisimko wa kupata huzuni. Fasihi yaweza pia kukutamanisha, kukusisimka, tamanishwa. Huyu mtunzi wa mchezo akahakikisha amekupeleka hotelini, kuna vyakula vizuri mezani, huku na njaa ukaanza kuvitamani. Kakutamanisha. Au akakupeleka eneo chafu, choo kimejaa, kina wadudu, kiasi unaanza kujisikia kutema mate. Pale umesisimshwa. Lakini pia yaweza kukupeleka katika mahali ambapo ukapewa mandhari ya kutisha, ukasisimshwa kwa kuogofya, ukaogopeshwa na kitu unachokiona. Mfano kuna sehemu ambapo tuangalize za Amazon, kuna majoka makubwa yanayotisha. Kwa hiyo unaona mhusika yuko peke yake pale, joka linamfuata, wewe unayetazama unaweza kufumba hata macho. Kumbuka kwamba ni kazi ya fasihi. Lengo la msanii hapa anataka uone, uhisi, uwe pamoja na yeye. Sababu lengo la msanii siku zote ni kukutembeza. Waweza kuwa umekaa kwenye kiti, lakini ukajikuta unasafiri na msanii akakupeleka maeneo mbalimbali. Ndio lengo la fasihi hapa, ni kukusisimsha. Ndio dhima namba 2. Dhima namba 3 ni kutunza na kuendeleza utamaduni wa jamii. Kazi za fasihi nyingi ambazo mtazisoma zitakuwa zinaendana pia na mambo ya mila na desturi za kwetu. Sasa lengo la kazi hii au lengo la fasihi ni kuangalia zile tamaduni nzuri, mila zile nzuri ziendelezwe na zile mbaya au zilizopitwa na wakati ziachwe. Kwa hiyo tunapozungumzia katika kuendeleza, basi tunaangazia zile mila nzuri ziendelezwe ili tuweze kudumisha utamaduni wetu. Sababu hakuna jamii ya watu sio na utamaduni.
Utamaduni nini? Ni jumla ambayo tunayofanya katika maisha. Yaweza kuwa ni mavazi, lugha tunazotumia, vyakula tunavyokula, na ndio maana mtunzi wa kazi ya fasihi, hii tutakuja kuangalia kwenye kipengele cha uhakiki wa kazi ya fasihi. Kuna sehemu ya kumhukumu kwamba amefanikiwa au kufanikiwa. Tutamhukumu vipi? Tunaangalia kwa mfano kama wahusika wake aliyowatumia kwenye mchezo wa kuigiza watakuwa ni wahaya ama wachanga, na akaandaa chakula, tunategemea menyu yao, chakula chao mezani kusikosekane ndizi, kwa sababu ni utamaduni wao. Na huo ndio ukweli kwamba lazima uoneshe. Itakuwa ni maajabu sana ukaenda Usukumani, chakula kikuu ugali usiwepo na maziwa, tasema wewe umesema uongo. Sio utamaduni wa hawa watu. Hawa sio maisha yao kila siku. Ni maana nasema kuendeleza utamaduni wa jamii. Kwa vile fasihi ni maelezo ya kisanaa yanayotumia lugha, dhima mojawapo ya fasihi ni kukuza lugha. Mtu anayesoma sana kazi za fasihi, basi huwa anaongeza msamiati wake na pia anakuwa na uwezo wa kukuza sarufi yake. Hii ndio dhima nyingine ya fasihi. Na ndio maana ndugu wanafunzi, mnasoma somo la fasihi ili mpate yote ambayo nimeelezwa hapa. Dhima nyingine, fasihi ni chombo cha ukombozi. Tunapozungumzia ukombozi, neno ukombozi inatokana na kujikomboa, maana kuondokana na hali fulani. Sasa ukombozi unaozungumzia hapa waweza kuwa ukombozi wa kiutamaduni, ukawa ukombozi wa kiuchumi, ukombozi wa kijamii, ukombozi wa kisiasa na kadhalika na kadhalika. Kwenye ukombozi wa kitamaduni, kazi nyingi ambazo zinaandikwa au michezo ya kuigiza unayoitazama huwa inaonesha mila na desturi. Kuna mila ambazo ni mbaya, kwa mfano ukeketaji wa wanawake, hiyo ni mila mbaya. Kwa hiyo mwandishi ataonesha madhara ya hiyo tamaduni. Matokeo yake sasa sisi tunaotazama ni hadhira, tutajifunza kitu fulani kwamba kitu hiki si kizuri. Kutokana sisi tulikuwa tunajifunza, ina maana hatutarudia makosa waliowafanya wazazi wetu wa kukeketa watoto wa kike. Sisi hatutakeketa watoto. Tayari tutakuwa tumeshajikomboa, maana tumeondokana na hali, kwa sababu kujikomboa ni kuondokana ile kitu. Kwa hiyo ni chombo cha ukombozi wa kitamaduni. Lakini wakati mwingine kuna watu wanakuwa wameganda na mawazo, hawataka kubadilika. Fikra zao zimeng'ang'ana. Tunapowabadilisha, basi tunasema ukombozi wa kifikra. Wakati mwingine jamii au mchezo tunatazama kuta familia ni masikini. Umasikini kwa sababu hawafanyi kazi. Akatokea mtu akaja akawaelekeza kwamba wafanye kazi, wataondokana hali ile. Basi wakafanya kazi, wakapata mafanikio, umasikini ukaondoka, tunasema ukombozi wa kiuchumi. Kwa hiyo hata yule anayesoma au huyu hadhira anayetazama mchezo huu, na yeye atajifunza kwamba nikitaka kuondokana na hali hii, lazima nifanye kitu hiki. Basi ataondokana na hali. Ndio maana nasema fasihi ni chombo cha ukombozi. Kwenye siasa tunaona mara nyingi tunakuwa na jamii mbalimbali zinaingia kwenye migogoro kutokana na viongozi wabovu. Kiongozi mbaya ni yule asiyetimiza majukumu yake. Na imekuwa ni kilio kikubwa hasa katika nchi za Afrika. Kwa hiyo kutokana na hali hii, hiyo jamii inaoonewa, mtunzi au msanii anaweza kuipa mwamko, ikaamua kuungana na kumuondoa kiongozi madarakani. Kwa kufanya namna ile watakuwa wameondokana na uongozi mbaya. Ndio maana ukombozi wa kisiasa. Tumesoma historia, mchezo mbalimbali, kulikuwa na mchezo wa kuigiza mapambano ya Tanzania na wakoloni, jinsi walivyokuwa wakipambana na baadaye tukajikomboa na kupata uhuru katika nchi. Kwa hiyo tunaweza kuzungumza kwamba fasihi ni chombo cha ukombozi. Zipo dhima mbalimbali, lakini nimeona kwa kipindi cha leo tutaje hizi chache, na unaweza kuzipata kutoka kwenye vitabu mbalimbali unavyovisoma, lakini kimsingi ndio hizi. Hizi ni dhima kuu. Tutakapokuwa tunaangalia fasihi simulizi, tutaongeza dhima zingine tena. Lakini hapa nimesema ni dhima ya fasihi katika maisha. Tunazungumzia fasihi kwa ujumla.